tunaenda kumaliza 2025, tunaenda 2026, ni wakati sasa ukijenga chama. Sababu hata mimi mwenyewe nilivyokaa hapa nimewekwa kwa ajili ya chama changu cha Mapinduzi. Hivyo natekeleza ahadi ambayo niliahidi. Haya ni matekelezo ambayo nilishayasema na kwa sasa hivi nafanya kwa vitendo. Okay, kwa hiyo tunakubaliana sasa kwamba umefanya ni kwa ajili ya kulipa fadhila kwa chama tawala na sio kufanya kwa ajili ya wananchi. Ni sahihi kabisa. Okay. Lakini pia tumeona Mheshimiwa Mlali una ziara mbalimbali ambazo umezifanya katika mtaa wa Kinyamwezi. Unahisi ziara ambazo unazifanya kupita mtaani, kuzungumza na wananchi, kuzungumza na watu ambao ni wakazi wa maeneo ya Kinyamwezi, unahisi inaenda kuleta mabadiliko gani au taswira gani katika uongozi wako? Kiukweli wananchi wanahitaji huduma, na huduma ambazo wanazipata, kuna siku ambazo nimezitenga kwa ajili ya kuonana nao, kwa ajili ya kuwasikiliza na kutatua changamoto zao. Hivyo kuna wakati ofisi tunaiacha, tunaenda site kwenda kusikiliza na kutatua kero zao huko mtaani. Hichi kitu ambacho nimekifanya ni kitu ambacho kinaonyesha uongozi bora pamoja na uzalendo. Kwenda mtaani kuweza kuzungumza na wananchi, naamini kuna baadhi ya changamoto mbalimbali ambazo tumekutana nazo. Je, unaweza ukatuambia vitu gani sasa ambavyo wananchi au wakazi wa Kinyamwezi wameweza kufikishia moja kwa moja ambazo ni miongoni mwa kero kubwa ambazo zinawakabili katika mtaa ambao unaoongoza? Cha kwanza ni kuna changamoto ya ardhi. Lakini pia kuna shida ya mipaka. Kiachilia mbali na hiyo, pia kuna watu wa mikopo ndio wanasumbua mama hawa. Hivyo nimeshalifanyia kazi hilo swala. Lengo kubwa ni kuhakikisha na wasaidia wananchi wangu wa Kinyamwezi. Ni kuhakikisha mimi kiongozi wao wananituma na naweza kwenda popote, nikaenda nikabeba kero zao nikaziwasilisha sehemu husika. Mapokeo ya wananchi yamekuwaje baada ya kukuona sasa mwenyekiti wa serikali za mtaa umeweza kupita mtaani, au mimi niite ni chaka kwa chaka, kwa maana unapita sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Mapokeo yao imekuwaje baada ya kuwafikia wananchi moja kwa moja katika mitaa ambao wanaishi au katika mitaa ambao wanaendelea na shughuli zao za kila siku? Mapokeo ni mazuri, na hii tushazoea. Waziri anafanya hivi, wabunge, lakini hichi kitu kimekuwa cha pekee sana kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kwa wamepokea vizuri, wamenikaribisha na pia wamefurahi kwenda kutatua changamoto zao huko walipo mtaani. Ni namna gani sasa unaenda kuteki action zile kero zao mbalimbali ambazo wananchi wameweza kufikishia, na wewe ni namna gani sasa unaenda kwenda kuzitatua zile changamoto zao ambazo naamini baada ya kwenda site umevumbua baadhi ya mambo, nikiwa na maana kwamba